Wow. Lusajo, hebu mpungie rafiki yetu mkono. Msalimie. Halo. Hajakusikia. Hebu msalimie. Halo, mtoto mzuri, ujambo? Somo letu la leo linasemaje? Somo letu linasema yu hai. Na fungu la kawaida linasemaje? Tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, ndo is alive. Is alive. Wow. Okay, fungu la kawaida nani linapatikana wapi? Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 14. Vizuri, yu hai. Bila shaka unamfahamu mtu ambaye aliwahi kufa. Hebu nitajie, unamfahamu nani? Anko. Anko. Ni kweli maanko wengi wamekufa, watoto, wakina baba, wakina mama, na hao hawaonekani, hawajawahi kurudi. Yesu naye alikufa. Hivi Yesu naye alibaki kaburini? Alifufuka. Ndio fungu la kawaida nimesema tunaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka. Yesu alifufuka. Alifufuka kwa sababu alikuwa anataka atuokoe na siku moja ende na sisi wapi? Mbinguni. Basi wakati Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani, niambie, wale wahalifu walikuwa wanapewa adhabu gani? Walikuwa wanapewa adhabu gani? Kutandikwa kwenye miti. Walikuwa wanatundikwa kwenye miti, Mti wa nini ule? Wa msalaba, Wa msalaba. Hivi na Yesu naye alikuwa mhalifu? Umeona huo msalaba kubwa? Msalaba ndio. Hivi na Yesu nilikuuliza, hivi na Yesu naye alikuwa mhalifu? Hapana. Lakini alitendewa kama mhalifu, maskini Yesu. Ile siku ya Ijumaa watu wangapi walikuwa wanatakiwa kusulubiwa? Wangapi tena? Wangapi wale? 1, 2. Na Yesu. Sasa hao wawili walikuwa ni nani na nani? Mhalifu na Yesu. Si ndio wakamchukua Yesu, wakamweka kwenye msalaba, wakapiga msumari mkononi, miguuni, alafu wakauinua ule msalaba, wakaushindilia kwenye ardhi. Jamani, Yesu alisikia maumivu makali. Misumari inavuta ngozi yake. Alisikitika sana, lakini hata hakuongea kitu, akawa anaombea tu kwa Mungu. Akasemaje? Baba, wasamehe wanalolifanya. Hawajui wanalolifanya. Wanamchezea Yesu, wanamtania. Aliokuwa wengine, mbona hawezi kujiokoa mwenyewe? Na wale wezi mmoja wakaanza kumtania kusema, oya Yesu, ulikuwa unaokoa wengine wewe? Jiokoe basi na sisi tuokoe huku msalabani. Lakini yule mwenzie akasema, usiseme hivyo kwa Yesu. Yesu hata hajafanya kosa lolote. Sisi ndo tunaostahili kuadhibiwa. Tumefanya makosa. Akamwomba Yesu, akasema, Yesu, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Nitakuwa nami peponi. Yesu akamwambia, leo utakuwa na mimi peponi. Kukawa na nini baada ya hapo? Giza. Tetemeko. Watu wakaogopa, wakasema, huyu kweli alikuwa mwana wa Mungu. Ndio mambo yanatokea hivi. Baada ya muda mfupi Yesu akafa. Na hawa walezi wawili wamebaki. Wenyewe hawakufa, ni kweli. Yesu akafa na rafiki yake alikuwa akiitwa nani yule? Yusufu wa babake. Yusufu. Yule sio Yusufu wa babake. Alikuwa tunaitwa Yusufu, lakini Yusufu mwingine. Akaenda kaomba mwili wa Yesu, akaushusha kule juu msalabani, akauweka kaburini siku ya Ijumaa jioni. Kwa Yesu akapumzika kwenye kaburi siku gani? Ya Sabato. Akapumzika kaburini, amelala kaburini. Rafiki zake wamesikitika, wameenda nyumbani kupumzika. Asubuhi, siku gani ilifuata? Ya Ijumaa Sabato. Siku ya Jumapili asubuhi baada ya Sabato. Wale kina mama rafiki zake wale wakaenda kaburini. Wakasema, tukaupake mafuta mazuri mwili wa Yesu.
Wamewahi asubuhi kama ule muda ambao mtoto mzuri unakwenda shule, kabla jua halijatoka. Wakafika kaburini. Wanashangaa. Jiwe limeondolewa kaburini. Wakaanza kuulizana, jamani, hasa nani ameondoa jiwe? Limesogezwa pembeni. Jiwe limesogezwa pembeni. Wanashangaa. Mara malaika hao wakawaulizaje? Mbona unamtafuta Yesu? Mtafuta Yesu. Ameshafanyaje? Ameshafufuka. Alisema atafufuka siku 3. Kusema nyie mnamtafuta mtu aliye hai kaburini. Si alisema atafufuka? Aliwaambia atakufa, lakini atafufuka siku ya 3. Wale wakina mama hawakuamini. Wakaenda, wakawaambia wafuasi wake Yesu. Wakawaambia, jamani, Yesu amefufuka. Wametutokea malaika. Wametuambia Yesu amefufuka. Hayupo kaburini. Kaburi la Yesu liko wazi. Jiwe limesogezwa pembeni. Yesu hayupo tena kaburini. Wale akina mama, wale wafuasi wa Yesu walifurahi na wenyewe wakakimbia. Wakaenda kuhakikisha kweli kaburi la Yesu halina mwili wa Yesu au linao. Hivi leo tunaamini ya kwamba Yesu yupo hai. Yaani kila mtu anasema habari za Yesu. Ulimwenguni kote watu wanasema habari za Yesu. Wanasema Yesu yupo. Yesu yupo hai, manake Jesus is alive. Amen. Manake Jesus is alive, ndio. Watu wanasema habari za Yesu na wanasema Yesu yupo hai. Na kwamba Yesu anatupenda. Na siku moja atakuja wapi? Atakuja na malaika. Atupeleke wapi? Mbinguni. Alafu tukienda mbinguni tunaishi naye milele. Yaani tunaishi naye kila siku. Lakini anawachukua watu gani? Watu waliomwamini tu. Kama wewe umwamini Yesu rafiki, manake Yesu akija akuchukui. Mimi natamani umwamini Yesu, ili akija na wewe akuchukue uende naye kuishi naye mbinguni milele. Je, unamwamini Yesu? Bila shaka. Basi tumefurahi kuwa nawe, mtoto mzuri, tumefurahi kuwa nawe. Habari njema ni kwamba Yesu yupo hai na wewe unapaswa kumwamini ili akuchukue uende naye mbinguni. Tuombe. Msage, tuombe. Hebu omba. Sema asante. Asante Mungu kwa namba bariki kwa niomba. Amina. Amina.